Mani wakati wote na mara zote, angalau niweze kukuonyesha namna gani ulimwengu wa roho, vile ambavyo unafanya kazi ama vile ambavyo unatumika kwa watu, ulimwengu wa roho. Kwa sababu wewe kutokujua ama kushindwa kujua ulimwengu wa roho unavyo operate, inaweza ikakuletea shida, ukashindwa either kuziteka baraka zako ama ukashindwa kupambana na yule mwovu. Sawa sawa na neno la Mungu. Biblia inatueleza wazi kabisa ya kwamba kuna namna ya kupambana na adui yetu, kuna namna ya kupambana na ibilisi, na tupambani katika ulimwengu wa nyama ama kwa mazingira ambayo yanaonekana. Tunapambana naye kwenye ulimwengu wa roho, hata kama kuna vitu vinaonekana kwa macho ya nyama, lakini mapambano yetu na vita zetu sawa sawa na kitabu cha Efeso anasema si juu ya damu na nyama. Kwa hiyo imekuwa ni shauku ya moyo wangu mara kadhaa, imekuwa ni shauku ya moyo wangu, na ninamwomba Roho Mtakatifu aendelee kunisaidia niweze at least kuanza kukuonyesha mazingira kama haya. Na ninapokuonyesha mazingira kama haya, si kwamba nakuwekea hofu ama nakuwekea mashaka, no. Ninajaribu kufungua ufahamu wako uweze kuelewa unapoingia kwenye maombi unatakiwa ujue unaombaje. Sijui kama unanielewa vizuri. Unapoingia kwenye ratiba zako za mifungo unatakiwa ujue kinachokufanya ufunge ni nini, na kile ambacho kinakusukuma wewe kufunga na kuomba ni kitu gani. Na nataka nikuonyeshe ilivyo muhimu maombi yako, ama maombi yako yalivyo na umuhimu kwenye ulimwengu wa roho. Kwa sababu unapoingia kwenye maombi na ukadhamiria kuomba kabisa kabisa, ukadhamiria kwenye maombi kuomba ili uweze kumwona Mungu kwenye maisha yako, na kueleza ukweli, kuna kazi nyingi sana za ibilisi ambazo huwa zinaharibika. Kuna uovu mwingi sana ambao adui amekuwa ameupanga kwenye maisha yako, labda na kwenye familia yako, lazima utaharibika. Na kinachoharibu kazi za adui ni maombi yako. Ile tu unaacha kuomba, manake unampa adui nguvu. Adui anapata nguvu kwa wale watu ambao ni wavivu ama ni wazembe kwenye maombi. Ile tu unasema nitaomba kesho, nitaomba kesho, manake adui anapata energy ya kukutawala. Na kuna kitu adui anakiongeza kwenye maisha yako ambacho ukija kurudi kuanza kuomba utahitaji nguvu nyingine tena ya ziada, ambayo itakusaidia kuondoa kile ambacho adui alikiweka wakati wewe umeacha kuomba. Natamani unielewe ninachokizungumza. Mimi naitwa Pastor Innocent Mashauri, na haya ni maarifa ya kimungu kupitia madhabahu ya Siri za Biblia. Kwa njia hii na kwa mfumo huu ambao natamani nianze kukuonyesha vitu kama hivi, najaribu tu kukuonyesha vitu ambavyo vitakusaidia mimi na wewe tuanze kushikana kwenye maombi pamoja. Mimi na wewe tuone umuhimu na faida ya maombi, na si tu kuomba, lakini kujua mbinu. Unajua, ninavyokuonyesha vitu kama hivi, nisikilize vizuri, ninavyokuonyesha mambo kama haya, natamani sana ujue mbinu za kuomba. Usiombe kiukawaida, kwa sababu wengi mnaomba kiukawaida. Ukifika muda wa kulala unaomba tu ili ulale, usikabwe sijui na maroho ya adui, usiote ndoto mbaya. Unaomba kiukawaida alafu unalala. Ukiamka asubuhi unamshukuru tu Mungu, kunavaa nguo zako haraka haraka ili wahi kazini. Yaani hauna ratiba nyingine ya maombi zaidi tu ya kuomba muda wa kula, na unaomba haraka haraka, na wengine hata muombi. Yaani ratiba yako ya maombi haipo. So ninachojaribu kukuonyesha hapa ni kwamba kuna vitu ambavyo vinaendelea kwenye ulimwengu wa roho na we hauvijui. Lakini vitu kama hivi, jaribu kuangalia meza kama hii. Hii ni meza ya adui katika ulimwengu wa giza, na maadui wanakutana hapa kwa ajili ya kujadili maisha yako. Hiki sio kitu cha kufikirika, labda akija kupata. Lakini kama unaona una upinzani wowote kwenye maisha yako, huo upinzani unatokea wapi? Kama unaona unakwama kwenye maisha yako, uko kukwama kunatokea wapi? Kama unaona kuna vitu haviendi kwenye maisha yako, mimi niko hapa kukupa ukweli, niko hapa kukueleza ukweli. Maandiko mengi, na natamani nikupitishe kwenye maandiko, kwenye Biblia, nikuonyeshe namna ambavyo Biblia tu yenyewe inaweka awareness, inatuwekea utayari wa kujua kuna haya mambo katika ulimwengu. Yesu wakati anaondoka anasema, ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo. Wewe nadhani ni dhiki ya aina gani? Ni dhiki ya mapambano, na si tu mapambano ya kukosa tu chakula, mapambano si ya kufanya nini, no. Kuna vita ambazo zinasukwa na zinaendelea kwenye ulimwengu wa roho, na wakati mwingine wanaokufanyia vitu kama hivi hata hawatoki mbali. Wengine wanatoka karibu kwa sababu wanakujua sana. Ndio maana ni rahisi sana akachukua nguo yako ya ndani akaipeleka hapo kwenye hiyo meza. Hii meza unayoiona, nitakuonyesha kwenye series zinazoendelea, nitakuonyesha kwenye hiyo meza kuna nini. Kuna majina ya watu ambayo yanawekwa kwenye chupa.
Jitahidi kunielewa. Yanawekwa kwenye chupa. Kuna chupa zinaonekana hapo, kuna majina ya watu yanawekwa hapo, kuna picha za watu zinawekwa, zinaingizwa kwenye hizo chupa. Kwa nini? Kwa sababu watu wanatengenezewa mipaka, wasivuke. Maisha yako yabaki hapa, maisha yako yasiendelee hapa, level ya masomo yako ibaki hapa, ndoa yako iishie hapa, hautapata mtoto, ama uliowapata inatosha, huwezi kuendelea, ama lazima tu ikitokea umeolewa utarudi nyumbani, lazima tu utakuwa single mother. Yani kuna vitu ambavyo vinatengenezwa kwenye ulimwengu wa roho. Wewe unadhani tu ni maisha ya kwamba sasa hivi hakuna waoaji, okay, ngoja tu na mimi nibaki tu hivi, ama nipate tu mtoto, ama ngoja tu na mimi tu. No. Nani kakwambia hizo habari? Biblia inatueleza wazi ya kwamba kila mtu atakuwa na mtu wake. Kila mtu ana mtu wake aliye tayari kuingia kwenye ndoa. Inakuwaje wewe uko tayari kuingia kwenye ndoa lakini unakosa mtu wa kukuoa ama wa kumuoa? Kwa nini unakosa? Manake kuna kitu hakipo sawa kwenye ulimwengu wa roho. Mbona una vigezo vyote vya wewe kupata kazi, lakini kwa nini kazi imekuwa changamoto na unadhani ni kitu cha kawaida? Na hata kama hauna hivyo vigezo, mbona kuna watu wamekalia nafasi makazini na hawana vigezo kabisa, afadhali ya wewe, lakini wao wanatolea wapi hiyo nafasi? Wao wanatolea wapi? Hiki ni kitu cha kukaa chini na kujiuliza. Ndio maana niko hapa, sio kwa ajili ya kukutisha. Niko hapa sio kwa ajili ya kukupa hofu. Mtu wa Mungu, listen to me. Niko hapa kwa ajili ya kukuonyesha reality, uhalisia wa maisha ulivyo. Niko hapa kwa ajili ya kukuonyesha hali halisi ilivyo. Mtu wa Mungu, haya mambo sio ya kawaida. Haya mambo yanamhitaji Mungu. Haya mambo yanahitaji kukaa karibu na Mungu. Unanielewa ninachokizungumza? Namba ya msaada madhabahuni 0758 70 8804. Tunaweza tukakusaidia kuanzia hapo, lakini kitu kimoja unachotakiwa kuelewa, ili uweze kushinda vita kama hizi, lazima uwe umempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kinyume na hapo, utapata changamoto sana kwenye haya maisha mpaka mwisho wa maisha yako. Utapata shida sana kwenye haya maisha mpaka mwisho wa maisha yako. Lakini ukimpokea Yesu, wokovu sio dini mpya. Nisikilize, wokovu sio dini mpya. Mimi sijaja hapa kutangaza dini mpya ambayo labda nimeianzisha ama ameianzisha mtu fulani. Dini zipo, dini zinakusaidia kumtafuta Mungu, lakini wokovu, Mungu ametengeneza mazingira ya kukutafuta wewe. Kwa hiyo anapoutangaza wokovu, anataka umpokee Yesu kwenye maisha yako, na kumpokea Yesu ni kitu cha kukiri na kuamini. Ukikiri na kuamini, unampokea Yesu kwenye maisha yako, na vitu kama hivi utavishinda. Mimi sijui ni majina ya kina nani ama ya familia gani ambayo yanajadiliwa sasa hivi kwenye meza ya gizani. Mimi sijui meza ya gizani imebeba picha za kina nani, nguo za kina nani, wengine mpaka nguo za ndani. Wengine kuna nguo ambazo zinakuwa zinachanwa, zinakatwa vipande, unakuta nguo yako. Okay, ni nani kafanya hivyo? Ni mtoto wa jirani? Kwa nini bado unachukulia vitu kawaida wakati adui yako hachukuli vitu kawaida? Amekosa kabisa njia yoyote ya kukupata, akaja akakata kipande cha nguo. Wewe unadhani tu imechanika, panya, mtoto tu labda walikuwa wanacheza wamekata. No, imeenda mahali. So you have to pray. You have to pray. Lazima tuwe macho. Neno la Mungu linavyoeleza ya kwamba tuwe macho, sio wakati wa kulala unatakiwa uelewe. Haimaanishi kwamba usilale kitandani upumzike, lakini katika ulimwengu wa roho you have to be active. Na huo active unatengenezwa kwanza kwa maarifa, kwa uelewa. Unanielewa ninachokizungumza? Wengine sijui nyayo zinachukuliwa, wengine sijui kitu gani, wengine sijui nyota mnasema. Vitu ni vingi ambavyo vinaendelea kwenye ulimwengu wa roho. Okay. Mimi niko hapa kwa ajili ya kukusaidia. Hautaiweza hii vita bila kuwa na Yesu kwenye maisha yako. Nakwambia ukweli. Kitu cha kwanza. Kitu cha pili, hautaiweza hii vita kama una Yesu lakini bado unamchukulia poa kwenye maisha yako. Na kitu cha tatu, hautaiweza hii vita kama kweli una Yesu na bado umegoma kuishi maisha matakatifu. Bado unajichanganya, bado unaishi maisha kujichanganya. Nisikilize nikwambie, kuna mtu atakupelekea jina kwa mganga na atakupiga. Kuna mtu atafanya chochote. Listen to me. Wakati wewe unadharau maombi na unachukulia poa maombi, adui yako analala juu ya kaburi nyakati za usiku, anakusagia meno. Ushuhuda umewahi kuja madhabahuni. Listen to me. Kuna mtu alikuwa analala na maiti mahali fulani, alikuwa analala na maiti kwa ajili tu ya kutengeneza ubaya kwa adui yake. Anatengeneza ubaya kwa mtu fulani, alafu wewe unayetengenezewa ubaya upo comfortable tu. Hauna ratiba za maombi ya usiku, hauna ratiba za mifungo, unasema hauwezi kufunga, si una vidonda vya tumbo. Maombi ya usiku unasema una usingizi sana. Sadaka unadhani kwamba watumishi wanakula fedha zako, lakini adui yako anazini na maiti. Kama haujawahi kusikia haya, basi hongera. Lakini vitu hivi, mimi niko madhabahuni, nenda kawauliza hata watumishi wengine, shuhuda wanazokutana nazo
shuhuda zinazokuja madhabahuni, watu wanaolala makaburini, watu wanaoenda na jina lako limeandikwa kwenye karatasi alafu wanalizika kaburini, wanalichimbia kaburi. Wewe unashangaa maisha yako hayatoboi, hauna mafanikio, unapambana. Si kwamba upambani, unapambana unavyoweza, lakini hakuna kitu kinazaliwa kwenye maisha yako. Ni wangapi leo hii, si kwamba tu hawana fedha, wengine hawana fedha, wengine wanazo, lakini ni wangapi leo hii wameshindwa kukamilisha ujenzi? Wewe unadhani ni kwa sababu tu uchumi umeyumba? Wengine uchumi bado uko vizuri, lakini kwa nini wameshindwa kukamilisha ujenzi? Adui akishindwa kucheza na uchumi wako, anakuondolea focus ya ujenzi, anaenda kwenye eneo lako. Wewe utashangaa tu, mtu nadhani anapita, kumbe anazunguka, anatamka maneno, anafikia vitu, anatamka maneno. Unashangaa ulikuwa na ratiba ya ujenzi inakata. Wengine mlishaanza kujenga lakini mmekwama mahali. Unajiuliza, kwa nini nashindwa kuendelea? Kwa nini uchumi wangu umeyumba baada ya kuanza kujenga? Nilitegemea nitamaliza majira fulani, nitamaliza mwaka fulani, mbona sasa imeshindikana? Na unadhani ni kitu cha kawaida, Yuko mtu mmoja amepeleka mtoto likizo nyumbani, yule mtoto akapoteza daftari lake. Listen to me, akapoteza daftari. Baada ya yule mtoto kupoteza lile daftari, na akili yake ikapotea pale pale. Alikuwa very bright darasani, amemaliza likizo, wanarudi waendelee na masomo, mtoto haelewi kitu darasani. Mama anaanza kuhangaika, wazazi wanahangaika, mtoto amepatwa na nini? Mbona tu alikuwa vizuri madarasa yote aliyopita, mbona alikuwa anafanya vizuri? What happened? Kitu gani kimetokea? Amepoteza daftari. Kuna mtu kalichukua daftari, kuna mtu kapita na daftari lake, na we bado unadhani tu ni kawaida. Watoto wanaenda shuleni, wanarudi, hauwaombei, haubandiki mikono yako kuwaombea, hauwasogezi madhabahuni, hauwatolei sadaka, haujawahi kufunga kwa ajili ya watoto wako. Unadhani tu hapo tu nomo. Angalia tabia zinazozaliwa kwa watoto wako, zinatokea wapi? Wakati watoto wako wako mbali na upeo wa macho yako, unadhani wanafanya nini ama wanafanyiwa kitu gani? And you are too comfortable. Kama mzazi, you are too comfortable. Bwana Yesu atusaidie sana. Jaribu kuangalia uzao wako, vile ambavyo unapata shida. Shuhuda nyingi nimekueleza hapa madhabahuni, na si zote, lakini nyingi nimekueleza hapa madhabahuni, namna ambavyo mtu anapata shida. Akikaribia kupata uzao, mtoto anafia tumboni. Mtoto akifanikiwa kutoka, lazima tu atakaa wiki moja anafariki. Yani amekuwa tu anazaa ili watoto wafe, anazalia adui, anazaa watoto wanakufa, adui anawachinja. Mara kadhaa amepoteza watoto wengi sana, akapata hofu. Anasema, mtumishi, naomba uniombee saa hii, naomba uniombee. Mungu ni mwema, ameendelea kumsaidia, angalau naye amepata uzao sahihi. Lakini ni kwa maombi, tunatoboa kwa maombi, tunashinda kwa maombi, si kwa maneno. Nisikilize nikwambie, wewe usidhani tu kila mtu aliyekuzunguka yuko poa na wewe. Usidhani tu kila mtu aliyekuzunguka yuko sawa na wewe. No, they are not okay. Wamebeba hila ndani yako. Sijakwambia ukae mbali na watu ama watenge watu, lakini kuwa makini kwenye ulimwengu wa roho. Listen to me, kwenye ulimwengu wa roho kuwa makini. Hii meza unayoiona kwa macho yako hapa ni meza ambayo huwa inajadili maisha ya watu, namna yanavyotakiwa kukwama. Huwa inajadili majina ya watu, namna yanavyotakiwa kukwama. Kuna watu wanatoa sadaka za maana kwenye hii madhabahu ambayo unaiona kama meza. Kuna watu wanaachilia sadaka za maana. Kuna watu wanatoa mishahara yao. Kuna watu wanatoa faida zao kwenye biashara, ili wewe biashara yako isifanikiwe, biashara zao zifanikiwe. Wanaamua kutoa faida kubwa za biashara zao. Kuna watu wanatoa, hata huko kwao kuna malimbuko eti, vile ambavyo mpaka leo hii wewe hujawahi kutoa malimbuko na unachukulia poa. Tunakueleza kuhusu malimbuko na faida yake. Malimbuko bado unachukulia poa. Unaona sasa, ya mwezi mzima, kweli faida ya mwezi mzima, mshahara wa mwezi mzima, mimi nitaishije? Wakati hauna hiyo kazi uliishije? Yani bado mpaka leo hii unaamini ya kwamba mshahara wako ndio unakufanya uishi na sio Mungu. Yani unaona kabisa Mungu hana njia nyingine ya kukufanya wewe uishi zaidi ya huo mshahara. Lakini wenzako wanapukutisha kabisa, especially miezi hii ya mwisho. Listen to me, miezi ya mwisho na miezi ya kwanza. Narudia na kuibia isiri, miezi ya mwisho na miezi ya kwanza, wenzako wanajipukutisha ili waweze kuwa watawala kwenye biashara, waweze kuwa viongozi kwenye biashara, waweze kuwa watawala hapo kazini. We kila siku unabaki mfanyakazi wa kawaida, wenzako wanapandishwa vyeo na unadhani tu ni kawaida, eti ni hard workers, wanafanya kazi sana. No, mbona kazi sana unafanya wewe, sio wao? Lakini kwa nini vyeo wanapanda wao? Kwa nini wao ndo wanauza sana, wanaweka mpaka foleni madukani kwenye biashara zao? Lakini wewe wateja mpaka wapigie simu, mpaka uposti, ujigeuze, ufanye nini, makorokoro mengi kwa ajili ya kutafuta wateja. Angalia wenzako,
hawapigi picha unazopiga wewe, lakini mbona wanapanga foleni? You have to understand, wanaiba vitu vyako kwenye ulimwengu wa roho. Wakati wewe unafunga haraka haraka unaenda kulala, wenzako wanachelewa kufunga na wanaanza kuzunguka kwenye hilo eneo. Uko ushuhuda, na najua umewahi kusikia mahali. Uko ushuhuda. Mama mmoja anapata changamoto sana kwenye biashara, anapata shida sana kwenye biashara yake. Hakuna wateja, lakini sio kwamba eneo halina wateja. Eneo lina wateja wengi, lakini wote wanaenda kwenye maofisi mengine, wanaenda kwenye maduka mengine, wanaenda kwenye frames zingine. Wateja kwake hawaendi. Unanielewa ninachokizungumza? Wateja kwake hawaendi. Huyu mama alipata shida kwa muda mrefu sana, alitumia kila njia ya marketing na hakuna mafanikio. Ndio maana nataka nikwambie, akili za wanadamu zina kikomo. Usidhani ya kwamba ukiset goals za marketing nzuri ama ukiweka system ya marketing nzuri ndo utavuna. Hapana, mimi sijakataa kwamba mfumo mzuri wa marketing una matokeo mazuri, sijakataa. Lakini usipoingiza ili jambo katika roho, utashindwa kuelewa ya kwamba unayepambana naye yuko rohoni. Vita ipo rohoni, haipo kwenye marketing nzuri. Tatizo sio wafanyakazi wako, tatizo sio kwamba hauna marketing nzuri. Vita ipo rohoni. Huyu mama alipata shida kwa muda mrefu, anajiuliza, kwa nini mimi? Mbona biashara tu, bidhaa yangu na huduma yangu mbona ni kama ya wenzangu? Kwa nini wanapanga foleni kule? Mbona wakati mwingine hata mimi najaribu na kupunguza bei lakini bado hawaji? Kwani tatizo ni nini? Huyu mama akatengeneza mazingira ya kuhitaji msaada wa madhabahuni. Akatengeneza, unanisikia? Akatengeneza mazingira ya kuhitaji msaada wa madhabahuni. Narudia kukueleza, hiyo madhabahu unayoiona hapo ni madhabahu ambayo inapokea sadaka ambazo zinakuja kuua maisha yako. Ni madhabahu ambazo zimebeba majina, na huenda na jina lako lipo, hata sikutishi, huenda na jina lako lipo hapo. So you have to pray hard. Kuna watu wamepeleka picha zako ama za familia yako ama za watoto wako. Leo hii kuna ndoa nyingi sana zinapitia shida. Huwezi kujua picha ya mume wako iko wapi, huwezi kujua identity yake imewekwa wapi, picha ya mke wako imewekwa wapi. Unashangaa tabia zimebadilika ndani ya ndoa. What is happening? What is going on? Unashindwa kuelewa. Huyu mama na biashara yake akahitaji msaada wa madhabahu, akahitaji msaada wa madhabahu. Madhabahu ikaenda kwenye lile eneo, madhabahu ya Mungu ikaenda kwenye lile eneo, watumishi wa Mungu, ikafanyika doria pale. Na tuna namna yetu, tuna ratiba zetu za namna ya kuomba kwenye mazingira kama hayo. Unafanya tu search kwenye ulimwengu wa roho, unazunguka, unafanya search, unatembea tu kwenye ulimwengu wa roho, kuna vitu unaviangalia. Ikaja ikaonekana kulikuwa kuna mstimu, hii ni stimu ya umeme, na kuna vitu vimewekwa pale kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ule mtaa, na lazima uachilie sadaka fulani pale katika ulimwengu wa giza ndio biashara yako ifunguke. Sijui kama unaelewa ninachokizungumza. Mambo ya giza ambavyo yanawatesa watu, yanafanya watoto wao wanakuwa kama hawana akili, wanatematema mate ili wao wapate fedha, wanaua wazazi, wanaua watoto wao, wanaua ndugu. Nisikilize nikwambie, sio vitu vyepesi ambavyo wao wanavifanya, but you have to understand, mtu wa Mungu. Ghafla tukashangaa siku kuna kiongozi wa huo mtaa akajitokeza ghafla pale. Mnafanya nini hapa? Mnafanya nini hapa? Kitu gani kinaendelea hapa? Manake ameshaona kwenye ulimwengu wa roho something is not okay. Kuna vitu tunavipangua kwenye ulimwengu wa roho, kuna vitu tunavipangua. Akagundua tu hawa sio watu wa kawaida, akaja haraka haraka kwenye lile eneo. Mnafanya nini hapa? Akawa mkali sana. Lakini tulichokuwa tunajaribu kufanya kama watumishi ni kumsaidia huyu mama na biashara yake. Ni wangapi leo hii biashara zenu zimekwama na hamjui namna ya kutatua? Ni wangapi leo hii ndoa zenu zinapitia changamoto na hamjui mbinu ya kuwasaidia ndoa zikae sawa? Ni wangapi leo hii mmekamatwa, mahusiano yenu yamewekwa kwenye hiyo meza ya gizani? Hakuna ndoa, hakuna nini. Watakuahidi ndoa, mambo yatakaribia kabisa, watakuja mpaka kwa wazazi, lakini vitu vinakuja kukata ghafla. Ni wangapi mnapitia kwenye matokeo yanakaribia kuwa matokeo chanya, ya vitu vinakaribia kukaa sawa, lakini ghafla kila kitu kinabadilika? Ni watu wangapi? Hiyo madhabahu unayoiona kwa macho yako, hiyo madhabahu ya giza, iko ni chumba cha giza, iko ni chumba ambacho kimebeba madhabahu ya giza. Najaribu kukuonyesha mfano halisi uweze kuona namna gani upinzani wako unapotokea. Mimi naitwa Pastor Innocent Mashauri. Namna ya kukusaidia, namba ya madhabahuni ni 0758708804. Mimi sijui umekwama wapi, sijui unapitia changamoto gani, sijui unapitia shida gani. 0758708804. Tunaweza tukawasiliana kuanzia hapo, lakini zaidi sana maombi. Kitu cha muhimu ni maombi. Maombi na maombezi yanafanyika kila siku usiku saa 6 usiku kupitia YouTube channel ya Siri za Biblia. Nilikwambia nitakuonyesha maandiko ambayo yanajaribu kueleza ya kwamba vita zipo na namna ya kuvishinda hivi vita. Nimesema nitakuonyesha haya maandiko kwenye eneo linalofuata. Nitakuonyesha
Takuonyesha kwenye eneo linalofuata. Hii ni series, mtu wa Mungu, sio ya vitisho, lakini na kuonyesha asili ya matatizo yako. Hii ni series inayokuonyesha asili ya shida zako, asili ya maumivu yako, asili ya mateso yako. Tukutane kwenye series inayofuata. Shalom kwa sasa.